Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema mashambulizi ya Marekani mwezi Juni katika maeneo matatu ya nyuklia yameifanya Tehran kuwa dhaifu kiasi kwamba haiheshimiwi tena, akiongeza katika mahojiano na jarida la Time kwamba vitendo vyake viliondoa mnyanyasaji mkubwa katika eneo hilo. Iran ilikuwa mnyanyasaji mkubwa sana mwenye nguvu, na walitumia mamlaka hayo kwa nguvu sana kote Mashariki ya Kati, na walidhibiti kwa kweli, lakini hawadhibiti tena. Hawaheshimiwi tena hata kidogo, Trump alisema katika mahojiano hayo. Trump alisema mashambulizi ya anga ya Marekani mwezi Juni yalishambulia kwa mabomu vituo vya nyuklia vya Iran na kuharibu uwezo wa nyuklia na kuacha Tehran inapigania kuishi. Kurejea mwezi uliopita kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilivyochochewa na mataifa yenye nguvu za Ulaya kumezidi kuzorotesha uchumi wa Iran baada ya kuadhibu vita vya siku 12 na Israel pamoja na Marekani. Trump alipongeza kuwa vikwazo vimeiacha Iran kuwa dhaifu sana, akitaja mauaji ya makamanda wakuu wa jeshi la Iran wakiwemo Qasem Soleimani katika shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani mnamo mwaka 2019 kama ufunguo wa kuzuia nguvu ya Tehran. Mazungumzo na Tehran kuhusu mpango wake wa nyuklia unaogombaniwa yalianza mapema mwaka huu kwa makataa ya siku 60. Siku ya 61 Juni 13, Israel ilianzisha mashambulizi ya kushtukiza ya kijeshi ambayo ilihitimishwa na mashambulizi ya Marekani mnamo Juni 22, yakilenga maeneo muhimu ya nyuklia huko Isfahan, Natanz pamoja na Fordo. Hata hivyo, haya yanajiri baada ya kauli iliyotolewa na Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, juu ya kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akikiota kila kukicha kwamba Iran imedhoofika na kwamba imeharibiwa mpango wake wa nyuklia. Kwa kufanya hivyo tuliweza, unaona, ikiwa Iran ingekuwa imekaa pale yenye nguvu na kuendelea kunyanyasa wengine, haingewezekana kufanya makubaliano kama haya, kwa sababu ingekuwa na tishio hili linalojitokeza katika eneo hilo. Sasa sio tishio linalokuja, anasema Rais Donald Trump. Hapo alikuwa akizungumzia juu ya usitishaji wa vita vya ukanda wa Gaza aliofikia mnamo mwezi huu. Iran inakanusha kutafuta silaha za nyuklia na imetaja mashambulizi hayo kuwa kinyume cha sheria. Hata hivyo, imesema kwamba mpango wake wa nyuklia uko pale pale na kwamba haikudhoofishwa na mashambulizi ya vinu vyake vya nyuklia. Rais wa Marekani aliliambia bunge la Israel Knesset wiki iliyopita kwamba itakuwa vyema iwapo Tehran inaweza kuwekwa katika mapatano mapana ya amani ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mara nyingi amekuwa akipendekeza kuishambulia Iran kwa mabomu kwa mara nyingine tena, ikiwa inatafuta kujenga upya mpango wake wa nyuklia. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei alionekana kukataa mazungumzo yoyote yaliyofanywa upya na Tehran katika hotuba adimu mnamo Jumatatu. Amekanusha mashambulizi hayo ya kuharibu mpango wa nyuklia, akimwambia Trump kuendelea kuota, na ameeleza zaidi kwamba wakati huu Iran imejiandaa upya kwa ajili ya makabiliano ya aina yoyote dhidi ya Marekani na Israel kwa pamoja, huku ikielezwa kwamba Iran ina makombora ya kuweza kuifikia Marekani. Trump alimezikosoa tawala zilizopita kwa sera zao za Mashariki ya Kati, akisema kile kinachoitwa vita dhidi ya ugaidi kilivuruga usawa kati ya Iran na Iraq. Tatizo lilikuwa wakati wa Bush alipoingia na kulipua Iraq. Alilivuruga sana eneo hilo kwa sababu tulipolipua moja kati ya mataifa hayo mawili, ghafla akabaki mnyanyasaji mmoja, Trump alisema, akimaanisha Iraq na Iran. Unaona, hawakuwa wanyanyasaji walipokuwa wakipigana, lakini mmoja alipoanguka, Iran ikawa mnyanyasaji mkubwa. Trump aliutaja mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 na Iran chini ya utawala wa Obama kuwa ni kosa lingine kubwa, akisema ulishindwa kuzuia kuenea kwa nyuklia. Chini ya makubaliano ya nyuklia ya Iran, wangekuwa na silaha kubwa za nyuklia kufikia sasa. Unajua, muda wake ulikwisha muda mrefu uliopita. Nilighairi, lakini nilisema uko tayari kuisha. Hata hivyo, walikuwa na njia wazi ya kufikia silaha za nyuklia bila kupigwa, Trump alisema. Iran ilisema mpango wake wa nyuklia ni wa amani na kwamba shutuma za mara kwa mara za Marekani zinalenga kuhalalisha uchokozi. Na hata wakati huu mfumo wake wa nyuklia bado upo imara na haukuharibiwa, na hata kilo zaidi ya 400 za nyuklia bado zipo, licha ya kwamba Marekani imekuwa ikiuliza kwa nini kilo hizo 400 hazikuharibiwa. Hata wapelelezi kutoka nchini Marekani walieleza wazi kwamba mashambulizi ya mpango wa nyuklia wa Iran hawakuweza kuathiri mfumo wa nyuklia wa taifa hilo,
Lakini pia Iran imesema licha ya athari ambazo zimetokea katika mfumo wake wa nyuklia, lakini wataalamu bado wapo wa kuweza kujenga upya mfumo wa nyuklia wa taifa hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.